ni katibu mkuu wa Chama cha Wafanyakazi wa Kusanya Mapato Tanzania kwa maana ya TAREU. Nimeongozana na waziri wetu wa taifa anaitwa ndugu Joel Frail na mwenyekiti wa kamati ya sheria anaitwa Octavian Kichenje. Tuko hapa kwa ajili ya zoezi letu hili la kutia saini hati ya makubaliano. Kwa upande wetu tuko hivyo. Sasa ndugu waandishi wa habari, leo tuko hapa tukiwa tumekutana kwa ajili ya utiaji wa saini ya hati ya makubaliano kwa maana ya MOU kati ya Chama cha Wafanyakazi wa Kusanya Mapato Tanzania kwa maana ya TAREU, Tanzania Revenue Workers Union, na Global Dynamics Consulting. Sasa ni nini dhima nzima ya makubaliano haya? Kimsingi TAREU katika mpango wake mkakati wa pili imejikita katika kuhakikisha kwamba wanachama wake wanapata maendeleo mbalimbali hasa kwenye eneo la kitaaluma, na hiyo ni katika kuwajengea uwezo kwenye maeneo mbalimbali ambayo yanagusa moja kwa moja shughuli zetu za kila siku kama wafanyakazi kwenye sekta ya kukusanya mapato. Kwa hiyo hati hii ya makubaliano ya leo imejikita sana kwenye eneo la usimamizi wa miradi, na kuna vipengele kadha wa kadha ambavyo vinaweza kuviangalia vikiwa vimemulikwa. Kwanza ni programs mbalimbali za kujengewa uwezo kwa wanachama wetu kwenye masuala yanayohusu usimamizi wa miradi, na hapa tunaongelea maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kupanga, lakini zaidi sana ni ufuatiliaji na tathmini. Tunasema monitoring and evaluation. Kama mnavyojua, kama watumishi kwenye hii sekta ya makusanyo kwa maana ya sekta ya ukusanyaji wa mapato, tuna ulazima wa kujua namna gani miradi inavyosimamiwa, hasa katika ufuatiliaji pia na tathmini yake, kwa sababu kwa namna moja au nyingine watumishi katika sekta hii ya ukusanyaji wa mapato wanafanya miradi kila siku. Kila unapoamka, kila unapofanya katika shughuli zetu za utekelezaji na usimamiaji wa sheria, basi tunakuwa tunashiriki katika miradi. Lakini kingine, tunategemea kuwa na semina mbalimbali za mafunzo ya kitaaluma zinazohusiana na masuala ya miradi. Kwa hiyo tukiangalia kwenye usimamizi wa miradi, wanachama wetu watapatiwa mafunzo katika eneo hilo ili kuhakikisha kwamba wanakuwa na uwezo, lakini pia sio tu wa kitaaluma, lakini kuboresha tija katika kazi zao za ukusanyaji. Eneo jingine ambalo pia tunalitegemea ni kwamba tunataka kukuza pia viongozi chipukizi kama chama, kwa maana ya kwamba wanachama wetu ambao wanachipukia sasa, ni vizuri tunaona kwamba nao wakaipata elimu hii ambayo itawasaidia sio katika tu maisha yao ya kitaaluma au katika maisha yao ya kazi, lakini pia hata maisha yao ya kila siku, kwa sababu tunajua hata maisha yetu ya nje ya kazi nayo yanakuwa yametawaliwa na ufanyaji au utekelezaji wa miradi. Lakini pia tunategemea kwamba katika makubaliano haya tunaweza tukawa tuna mijadala mbalimbali au tukaandaa mijadala mbalimbali ambayo itatusaidia sisi kama watumishi kwenye sekta hii kuweza kujadiliana katika kufanya uendelevu wa masuala mengi yanayohusu maendeleo ya uongozi, lakini mbali na hilo, namna gani ambavyo miradi inaweza ikawa inasimamiwa. Na mwisho, sio kwa umuhimu wake, ni kwamba tunategemea pia makubaliano haya yatawezesha pia wanachama wetu kuwa na fursa ya kuweza kuona tafiti mbalimbali au kuleta ubunifu mbalimbali kwa ajili ya kuongeza ufanisi na tija katika taasisi zetu. Tunajua kwamba katika mahusiano ya namna hii ya kazi tunategemea sana kuwepo na ubunifu, kwa sababu ubunifu katika miradi au utekelezaji wa miradi unaweza kwanza ukaokoa gharama kubwa ya utekelezaji wa miradi hiyo, na hivyo kusaidia hata mwajiri ambaye tuko chini ya sekta hiyo kuweza kuboresha tija kwa kuokoa pesa na kufanya thamani ya pesa katika utekelezaji wa miradi hiyo. Kwa hiyo kwa kusema hayo, sisi tuko hapa kwa ajili ya hilo. Tutatia saini tukiwa tunaashiria kwamba tumeingia rasmi makubaliano hayo na Global Dynamics ili kutuwezesha. Asanteni sana ndugu waandishi wa habari. Hati ya makubaliano itakwenda kwa kipindi chote ambacho tutakuwa tunatekeleza makubaliano yetu kwa maana ya Strategic Plan 2 ya TAREU ambayo ni miaka 5. Kwa hiyo ni moja, lakini tunategemea kufikia idadi katika ndani ya miaka 5 hiyo, basi tuwe tumewafikia wanachama wetu karibu wote ambao ni takribani 7,000. Kwa hiyo idadi ni watu 7,000. Hilo ni swali la Henry. Lakini swali la Saidi Hamisi, ndugu yangu wa Mwananchi, yeye ameuliza kwamba pengine
hii sio MOU ya kwanza tuna sign. Pengine tumeona changamoto gani mpaka tuka sign MOU hii. Tuna sign MOU kulingana na uhitaji, kama ambavyo nilitangulia kusema kwamba mpango wetu mkakati wa pili wa chama unataka kuwajengea uwezo wanachama wetu maeneo mbalimbali. MOU zilizopita tuliwajengea uwezo katika masuala kama ya vihatarishi, lakini MOU nyingine pia tuliweza kuangalia masuala ya afya ya akili. Leo tumekutana hapa tunaongelea masuala ya miradi na namna gani tunaweza tukapata elimu ya masuala mazima ya miradi, hasa kwenye ufuatiliaji, lakini pia katika tathmini ya miradi. Kwa hiyo ukiangalia mikataba MOU tulizoingia nyingine hazikuwa zimegusia maeneo hayo. Kwa hiyo hizi zimegusia mahususi kabisa kwamba uwezeshwaji au kujengea uwezo wanachama katika eneo la utekelezaji, tathmini na mipango mbalimbali ya usimamizi wa miradi. Asanteni. Asante. Jina langu naitwa Anne Kansari Masawe, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Global Dynamics Consulting. Na wajibu wetu mkubwa kama taasisi ni kusaidia mashirika mbalimbali pamoja na watu binafsi kuwa na maarifa sahihi ya usimamizi wa miradi katika level zote. Kwa uelewa wetu tunajua kwamba ili mradi ukamilike ni lazima kila mtu mmoja mmoja ashiriki kuanzia kazi zake za kila siku, afu kwa ujumla wake tunatoa matokeo ya jumla ya usimamizi wa miradi. So wajibu wetu kwenye hili ama dhima yetu ya kuwa na mashirikiano pamoja na chama cha TAREU ni pamoja na kusaidia shirika la TRA kuhakikisha kwamba wanakuwa na maarifa sahihi ya usimamizi wa miradi kuanzia mtu mmoja mmoja pamoja na shirika kwa ujumla wake, huku tukiamini kwamba kama wakifanikisha hilo basi kwa ujumla wake tutakuwa tumefanikisha dhima ya nchi yetu kwa pamoja. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma, tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765 627 770 au 0663 482 323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.